hali iliyokuwa nzuri, watu hawajui. Kuna hukumu ambazo zimeambatana baada ya mtu kwa amefanyaje, ameondoka. Lakini pia ni masuala mengi hapa, naelezea tu zile pointi za juu. Lakini pia bado katika kipengele hiki kikitoka katika baada sasa mtu ashafariki pale, kuna taghsilul mayit. Sisi kama sisi hivi labda kuta kuna harakati wajai, lakini sisi mashehe tupo labda kamati na masuala mengine, ndio tukafika sehemu tukaambiwa kwamba sisi ndio tushughulika katika swala zima la kuosha, si ndio? Lakini sawa, lakini haki ya kwanza ndugu zake inabidi wamuoshe marehemu wao, inabidi wajue hili swala zima la kuosha. Kama imeenda sheria imejuzisha mwanaume amuoshe mke wake na mwanamke, lakini ujasiri haupo. Kwa nini sheria imeweka hivi? Katika masuala mazima ya mtu baada ya kuwa ameondoka duniani, anabaki na siri kubwa sana kwa marehemu anayokuwa nayo baada ya mauti. Katika zama za Umar ibn al-Khattab kuna mwanamke mkono ushe kuganda. Nini maajabu hayo? Kuna siri, kwa sababu inabidi siri za marehemu zitunzwe, watu hawajui. Lakini pia hata kwenye kuosha pale wawepo, ndio maana sheria ikaweka uwazi kwamba pindi anapokuwa ameacha wasia kwamba mimi nioshe na fulani na fulani, watu wanaoamini yeye waweze kumsimamia, watatunza siri zake. Assalamu alaykum wa barakatuh. Kwa hiyo ile hali ilitokea kwa Umar ibn al-Khattab, yule mwanamke alisengenya pale kipindi anaosha, mkono ukaganda, vuta mkono, nini? Walimpiga viboko pale alipokuwa. Kwa ni matukio ambayo inaweza lisitokee hivi, lakini ni dhima kubwa kipindi unapokuwa unatekeleza hilo jambo na kuficha siri za marehemu. Lakini pia siri za marehemu zibaki katika nini? Katika familia. Kwa masala katika masala ya taghsil almayit, kama katika masala kwamba mwanaume anaoshwa na wanaume wenzake na mke anaoshwa na wanawake wenzake hivyo. Lakini pia katika upande mwingine, yani yapo masuala mengi sana wanaruka, lakini ni mlango ambao yani si wa kunonoa. Watu wanabidi wasome. Mtu anaumwa, ukaa naye, unapokuwa unamuuguza, uongee naye maneno gani, hali inabadilika, na wewe sio kama uchanganyikiwe, uone kwamba ni kitu ambacho ni chakati na kati. Kwa ni kumweka sawa katika huyu hii hali alionayo. Kama ikiwa atapona ni khairi, asipopona basi ujue wewe unalihendoje hilo, kwa sababu pale wewe inabidi umtendee haki zaidi, kwa sababu yeye katika mazingira mazito, asije akaondoka akiwa katika hali ambayo si nzuri. Lakini pia khamisa ahkamu salatu ala almayyit, kuna masuala mazima ya kusalia. Lakini pia ahkamu takfin, namna zile hukumu za kumstiri, kumkafini maiti. Unaona yapo mengi pengine vimepangiliwa. Tunapo wayushtaratu fi salati ala almayit, kuna sharti ambazo zimewekwa katika kumsalia maiti. Khamisa sadisa hamlu almayit wa dafni, pindi ambapo mwili unabebwa na kupelekwa katika marao. Kwa hiyo ni mambo mengi sana ambayo yamezungumziwa na wala sio kugusia, labda kama itapangika panga kabisa kwamba jamani, kila mwezi tupate darasa, tutakuwa tunaenda hivyo tunasoma kiundani zaidi, ili tuweze kufungukiwa baadhi ya mambo kwa upana zaidi. Lakini pia katika sadisa ahkamu ta'ziya wa ziyaratul qubur, hapa ni katika hukumu zinazoambatana na utoaji wa pole kwa familia iliyopatwa na msiba, ta'ziya. Wa tusannu ta'ziyatul masa'ib bil mayyit, al musab bil mayyit, na ni sunna kupeleka pole al musab bil mayyit, kwa yule ambaye amepatwa na nini, na kifo. Wahathahu ala sabri wa du'a lilmayit, lakini pia pindi watu wanapoenda, cha kwao kikubwa
ni kuhusia kunakuwa na subra, lakini pia kuzidi kumwombea marehemu ambaye tayari anakuwa tayari washamzika. Kwa hiyo mambo mengi naona kama hapa, wala yanbaghi aljulus lil'azai wal-i'lan an dhalika kama yaf'alu ba'd an-nas al-yawm, wa yustahabbu an yu'adda li ahli al-mayyit ta'aman yab'athuhu ilayhi. Hapa hii ni point ambayo na sisi pia tunaizungumzia kwamba wa yustahabbu, inapendeza kisheria, ayuadda li ahli almayyit, kiandaliwe chochote kwa wale watu ambao wamepatwa na musiba, li ahli almayyit ta'aman, chakula, kama ambavyo tunafanya lillahi alhamdu kulingana na uwezo tunaokuwa nao katika kamati. Sasa watu wajari na masuala mengi katika uongozi wa msikiti, kinapopatikana kitu, familia ya kiasi cha watu wangapi na hivi, kinaandaliwa kitu kinapelekwa. Kwa hiyo hili jambo linapendeza kisheria kufanyika, kuwafungia chochote kunako chakula, yabaathu ilayhim, ambacho chakula hicho kinapelekwa kwa watu ambao wamepatwa na tatizo hilo. Biqauli sallallahu alayhi wasallam, kutokana na kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyosema, isna'u li ali Jaafar ta'aman, tengenezeni chakula kwa ajili ya watu wa Jaafar ta'aman, faqad ja'ahum ma yushghiluhum, kwa hakika limewaijia jambo ambalo linawashughulisha katika akili yao, kuondokewa na mtu wao wa karibu. Unaona, kwa hiyo katika kuwapoza na kuwapa subra na kuhusia zaidi wao na subra katika hilo, muwapelekee chochote kile ambacho kitakuwa kitawasaidia katika ule muda ambao wanakuwa katika mazito hayo. Amma ma yafaluhu ba'dhu an-nas al-yawm min ahli al-bayt, ama kuna kwa yale ambayo wanayafanya baadhi ya watu leo hii, min ahli al-bayt, yuhayiuna makana liijtima'i an-nas 'indahum, wanaandaa baadhi ya maeneo kwa ajili ya watu wajikusanye, umeona, 'indahum, wa yasna'una at-ta'am, na wanaandaa chakula. Yani hao wafiwa ndio wanaandaa chakula, wa yasna'una at-ta'am, wa yastajiruna al-muqri'ina litilawati al-Qur'an, lakini pia wanaandaa wapishi, wanaandaa watu wa kusoma Qur'an special, yani vitu ambavyo tunaviona watu wanavifanya, unaona. Wayatahammaluna fi dhalika taklifan maliya, na wanayabeba hayo kwa kujilazimisha na kutumia vile vitu ambavyo walivyonavyo kimali. Toa pesa kuna napenda shilingi laki sita. Hao yani wana msiba lakini bado wanatoa, wanajilazimisha kuna ambayo fahadha min al-atham al-muharrama al-mubtadi'a, haya ni katika mambo ambayo ni haram na ni mambo ya uzushi ambayo hayakuwepo katika zama za nani, za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lima rawa al-Imam Ahmad an Jarir ibn Abdullah qala kunna nu'iddu al-ijtima' ila ahli al-mayyit wa sana'at at-ta'am ba'da dafnihi madha min nahiya wa istinadihi fiqat. Anasema tulikuwa tunaandaa chakula ila ahli almayit, sio kwamba wao wanatuandalia, bali sisi tulikuwa tunaandaa chakula kwa ajili ya kufanyaje, wapelekea wale waliopatwa na nini, na msiba. Unaona, baada dafnihi, baada ya kuwa tayari tumeshamaliza masuala mazima ya kuzika, tunaandaa sasa. Tumemaliza, familia tunaiachaje hivi na hivi, hivyo ndio hivyo walikuwa wakifanya watu wema. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, jamaa ahlu al-musiba an-nas ala ta'amihim liyaqra'u wa yahdu lahu laysa ma'rufan 'inda as-salaf. Unaona, jamaa ahlu al-musiba an-nas, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anasema jambo la kukusanya kwa watu waliopata musiba, anasema jamu ahli musiba an-nas ala ta'ami, jambo la watu waliopata musiba kukusanya watu kwa ajili ya chakula. Ndio tunaandalia chakula, tunajua tu watu wanaofanya kama wanaofanya watu, tunaandaa chakula jamani. Jamu, anasema jamu ahli musiba, jambo la watu wa musiba waliopata na musiba, kukusanya watu
wakikiandaa, umeona, liyaqra'u wa yahdu la, ili wasome Qur'ani, lakini pia wachukue chochote kile watoe kwa ajili ya wale watu waliokuwa wamekuja, umeona. Laysa ma'rufan 'inda salaf, jambo hili halijulikani kabisa wala halikuwepo katika zama za wema waliofanyaje, waliotangulia. Haya yamekuja tu katika tamaduni, kwa sababu katika sheria kuna suala moja linaitwa urf, tamaduni. Mata yajuzu al-urf, ni pindi gani au muda gani urf, tamaduni inakubalika katika sheria? Ni pindi ambapo tamaduni hiyo iwe haijaenda kinyume na nini, na sheria. Umeelewana? Lakini yani iwe haijaenda kinyume na nini, na sheria, hiyo tamaduni inakuwa ni jaiz kuifanya, haipo kinyume na nini. Lakini tukiona tu inaenda kinyume na sheria, ndio haya tunasema kama leo hii zeko zetu, sana zeko na kupika chakula tayari haikuwa katika salaf salih, haikuwa katika wema waliotangulia katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baada ashabihi, na baada ya masahaba zake na wale tabiina, hivyo hayakuwepo haya masuala. Umeona? Kwa hiyo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anasema swala zima la watu waliopata msiba, kukusanya watu, kupika chakula, kuleta shughuli, watu kusoma Qur'ani, kama leo tunaona watu wanafanya hitma sio nini, halikuwepo katika zama za wema waliotangulia. Waqad karihahu tawaif min ahli al-ilm min ghairi, na baadhi ya wanachuoni yule binti awatawanyisha watoto waende makwao, yule binti akawatawanyisha kwa wale ambao wanafanyaje hitma hizo. Fa amma al-ma'ati fa mamnu'atun bi ijma'i al-ulama, mas'ala ya hitma فممنوعة بإجماع العلماء. ونسوي ومزوية، unaona, umekubaliana na chuo. Walmaatim, hii hitma ni nini? Anaanza kutafsiri hapa sasa. Huyu Sheikh al-Qurtush anasema walmaatim huwa al-ijtimaa, anasema huwa al-ijtimaa ala al-musiba, nao ni kukusanya kwa msiba, pale msiba utokea kwa kukusanya. Umeona? Wa huwa bid'atun munkar, nao ni uzushi wenye kuchukiza katika sheria. Umeona? Lam yunqal fihi shay'un, hili tukio katika mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna fundisho lolote lililonukuliwa kutoka kwa Mtume wala masahaba. Umeona? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fateni sunna zangu, lakini pia wa sunnatul khulafai ar-rashidin, na sunna za makhalifa wangu waongofu. Umeona? Mfano katika kuonyesha yale waliyofanya masahaba na vitu yafuate, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alifuata mafundisho yake, alifuata mafundisho ya masahaba. Mfano katika swala ya Ijumaa kuna adhana mbili, adhana ya kwanza na ya pili. Hii ya pili khatibu ndo anakuwa ameshapata nyumba. Ile ya kwanza aliweka Uthman radhiallahu anhu. Jaiz ndo unakuta mzee anafanya isifanyishe hata sunnisha. Umeona? Anaitoa tambia na kutoka na saa 6 au 6 nyingine. Inawazindua muda umefika kuacha kujiandaa. Inapopanda ya pili na kutubaina. Kwa hiyo ile aliisha Uthmani katika zama zake. Kwa hiyo masoko hapo aianzishe kuzindua ile wao. Kwa hiyo tunaona hilo alifanya na linafaa kwa ndio hiyo kazi. Unaona? Kwa hiyo anaendelea kusema hapa wakadha ma ba'dahu min al-ijtima' fi ath-thani wa ath-thalith wa ar-rabi' wa as-sabi' wa ash-shahr wa as-sana. Hivyo baada ya msimu kutokea watu wanakusanya kutuzungumzia kupika chakula asubuhi, sio yanofanyika hayo. Lakini hapa anaendelea nasema wakadha ma ba'dahu, wameweza kujikusanya. Kuna hapo tukio yanatokea hivyo bila ijtimaa fi thani, siku ya pili
والثالث siku ya tatu, warabi wasabi washahr wasana. Watu wameweka kila mwaka baada ya familia wanafanya tamasha, kila mwaka wanafanya hiyo masala nyingine. Unaona, فهو طامة وإن كان من الترك وفي الورثة محجور عليه أو من لم يؤذن حرم فعله وحرم الأكل منه. Ikiwa sasa وإن كان من تركة وفي الورثة, ikiwa hizo mali wanazitoa katika mali alizoziacha marehemu na ndio unataka kuyafanya hayo, kama kuna mwongozo kuongoza hawa watu kwenye familia, sheria inasema wanabidi wakataze kufanya hivyo, wasifanye hivyo, wasitoe mali zake kwa ajili ya kufanyia hayo. Hayapo, unaona, hayapo hayo. Watustahabu ziyaratu al-qubur lirijali khassa liajli al-i'tibari wal-i'tibar wal-ajli ad-du'a lil-amwat wal-istighfar lahum liqawlihi. Kwa hiyo inapendeza pia vile vile katika masuala mazima ya kwenda kufanya ziara ya nini ya makaburi na kuombea dua marehemu. Unaona, kwa hiyo yapo masuala mengi sana katika mlango wa kugusia tu, na nimetafuta hiyo point ambayo ilikuwa inatuumiza kichwa, lakini yapo mengi ya kuelekezana. Nasema kwamba mwanzo pindi mtu anapokuwa tayari ameshafariki, familia yenyewe kama yenyewe itaulizwa, huyu mtu anadaiwa au anadaiwa. Hayo ndio ya kwanza nayo, kabla ya yote, kabla ya sana kuna nini, mtu anadaiwa, yeye alikuwa anadaiwa shingapi, anamdai ndugu zake njooni hapa, ili ni deni. Unaona, mbili lipo hili deni. Kabla ya kuzikwa, hawezi kuzikwa kabla hawajalipa madeni au itifaki. Ikishindikana, Mtume sallallahu alayhi wasallam amethibiti anaacha kuzika baadhi ya watu ambao anadaiwa huyo. Unaona? Kwa hiyo ikishajulikana hilo, kulikuwa kuna mali ameacha hiyo, imeenda kabisa mpaka wanachuoni wanasema kama alikuwa na uwezo hadi wa hija, uwezo wa zaka, zitolewe hela zilizo pembeni kwa ajili ya kumsaidia huyu, kwa sababu anaenda kwenye maswali mazito sana. Ulikuwa na mali kutoa zaka, wewe hela zaka hiyo pembeni, huu mwaka kutoa mwana yake hiyo pembeni. Lakini pia ikishamalizika madeni, ndio sasa yafuatie yale ambayo yanaambatana na yeye katika swala zima la kumstiri. Si mengi bali masuala lazima ya kuandaa sanda, kama ni kumtoa sehemu kumpeleka, hizo ndio pesa zake zitumike katika kufanyeje, kumsogeza katika safari ya kwa anafanyeje, anaendelea. Wallahu a'lam. Kwa hiyo hivyo sawa. Naomba kuwasilisha. Samahani, naomba